Karibu mpenzi mtazamaji katika tafakari ya masomo ya Dominika ya kwanza ya Kwaresma mwaka A wa kanisa. Ninayekuletea tafakari hii naitwa Padri Kevin Onesmo Mkama wa Jimbo Kuu Katoliki Mwanza. Nitajikita zaidi katika injili yetu ya leo ambayo inatoka Injili ya Mathayo sura ya 4 aya ya kwanza hadi ya 11, nikiunganisha vile vile na somo letu la kwanza nalotoka katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 aya ya 7 hadi ya 9 na sura ya 3 aya ya kwanza hadi ya 7. Katika injili yetu ya leo tunaambiwa kwamba Yesu anakwenda nyikani na huko anafunga kwa siku 40, na akiwa katika mfungo wake wa siku 40 anashawishiwa na shetani kwa kupewa vishawishi vitatu. Labda ni vizuri tukaangalia hayo mambo makubwa matatu kwanza: kitendo cha kwenda nyikani, kitendo cha kufunga siku 40 na kitendo cha kupata vishawishi vitatu. Kwa nini Yesu anakwenda nyikani? Ili kuelewa kwa nini Yesu anakwenda nyikani, ni vizuri zaidi kurudi katika mazingira ya Wayahudi, katika namna yao ya kufikiri. Wayahudi walikuwa na mtazamo kwamba mapepo, ambayo ni kiashiria cha nguvu zote za uovu, kiashiria cha nguvu zote za giza, kiashiria cha shetani, wanaishi nyikani, wanaishi jangwani. Na hivyo kitendo cha Yesu kwenda jangwani kinaonyesha kwamba anakwenda kupambana na nguvu za mwovu shetani. Na kwa kuwa Yesu atashinda vishawishi atakapopewa na Ibilisi akingali kule nyikani, akingali kule jangwani, basi nikiashiria kwamba Yesu amekuja kuleta ushindi, au Yesu ameshinda nguvu zote za mwovu shetani. Na hivyo nikiashiria kwamba alikuja kupambana na nguvu za mwovu shetani na akaleta ushindi, ushindi ambao hata sisi wa Kristo tunaendelea kunufaika nao, ushindi dhidi ya mauti, ushindi dhidi ya dhambi. Lakini Yesu anafunga siku 40. Namba katika Biblia zina maana kubwa sana. Namba 40 haina maana tu ya siku 40 kwamba wamezihesabu ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4 mpaka wakafika 40 wakasema zimefika 40 sasa. Hapana. Namba katika Biblia zina maana zaidi ya namba zenyewe. Kwa maana ya kwamba namba 40 katika mazingira ya Kiyahudi ilikuwa inamaanisha kipindi kirefu. Kwa hiyo wakisema mvua imenyesha kwa siku 40, walikuwa wanamaanisha kwamba mvua imenyesha kwa kipindi kirefu. Inaweza ikawa ni kweli zimetimia siku 40, inaweza ikawa ni zaidi ya siku 40, au inaweza ikawa zilikaribiana na siku 40, lakini kwa ujumla wao walimaanisha kipindi kirefu. Kwa hiyo tunaposema Yesu amefunga siku 40, maana yake Yesu amefunga kwa kipindi kirefu. Alikaa bila kula kwa kipindi kirefu. Lakini vile vile namba 40 katika mazingira ya Kiyahudi ilimaanisha kipindi cha matayarisho kwa ajili ya jukumu fulani. Kwa hiyo akisema huyu bwana ameandaliwa kwa siku 40, kwa kweli haina maana ya kwamba lazima alikaa siku 40 kujiandaa na kitu fulani, lakini kwa ujumla wake inamaanisha kwamba ameandaliwa katika kipindi cha kutosha, ametayarishwa vizuri kuweza kutwaa jukumu fulani. Basi ndugu zangu, tunasikia pia idadi ya vishawishi ni vitatu. Kwa nini vitatu? Vile vile tunarudi katika suala la namba. Kwa Wayahudi namba 3 ilikuwa inamaanisha utimilifu, ilikuwa inamaanisha ukamilifu. Kwa hiyo ni kumaanisha kwamba Yesu alishawishiwa katika utimilifu wake, Yesu alishawishiwa katika ukamilifu wake, Yesu alishawishiwa barabara. Na ndiyo maana kuna hiyo idadi 3 ya vishawishi, kumaanisha utimilifu wa vishawishi. Na ya kwamba Yesu vile vile katika kupambana na vishawishi vitatu anatumia mbinu zote ambazo ni kamilifu kukabiliana na vishawishi hivi. Basi ndugu zangu, sasa tuangalie vishawishi vyenyewe vitatu. Kishawishi cha kwanza ni pale ambako shetani anamshawishi Yesu ageuze mawe kuwa mikate. Tumesikia Yesu amefunga siku 40, hatimaye amesikia njaa, na shetani anatumia fursa hiyo kutaka kumtoa Yesu katika njia ya kumwokoa mwanadamu.
Ni kama shetani anamwambia Yesu, wewe ni mwana wa Mungu, na ndivyo alivyoanza. Ukiwa wewe ni mwana wa Mungu, geuza mawe haya yawe mikate. Wewe ni mwana wa Mungu, kwa nini uteseke wakati una uwezo wa kutenda miujiza? Una uwezo wa kubadili hata mawe yawe mikate. Kwa nini ujitese? Kwa nini utese mwili? Acha hilo jambo. Starehesha mwili wako. Ondoa njaa hiyo. Usihangaike, wewe ni mwana wa Mungu, uwezo huo unao. Fanya. Na unaona Yesu hafanyi muujiza huo ili kudhihirisha kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Hafanyi. Hata ule wa pili atakapoambiwa ukiwa wewe ni mwana wa Mungu, jitupe chini, wala Yesu hatajitupa chini, kwa sababu kwa Yesu anabaki kuwa mwana wa Mungu hata kama hatendi muujiza wowote. Muujiza haumfanyi yeye kuwa mwana wa Mungu. Yeye ni mwana wa Mungu kwa asili yake. Kwa hiyo hapa shetani anataka Yesu atimize tamaa za mwili. Yesu atimize haja za mwili. Yesu austareheshe mwili. Na kwa kweli ni kishawishi ambacho hata sisi binadamu tunakipata katika maisha yetu ya kila siku. Kishawishi cha kuridhisha mwili. Mwili na tamaa zake zote. Tamaa za ngono, tamaa za ulevi, vyote hivi huwa tunavifanya ili tu kutimiza haja ya kustarehesha mwili. Kishawishi cha pili, tunasikia kwamba shetani anamshawishi Yesu ajitupe chini kutoka kwenye kinara cha hekalu. Tena anamwambia usijali, wewe jitupe tu, kwa sababu imeandikwa katika Torati kwamba Mwenyezi Mungu atakuagizia malaika wake na wenyewe watakuchukua mikononi mwao, wala usijikwae. Hiki ni kishawishi ambacho shetani anamtaka Yesu aonyeshe nguvu zake, kwamba anazo nguvu za kujitupa chini na wala asidhuriki. Lakini vile vile ni kishawishi ambacho anamtaka Yesu apime nguvu ya Mungu, amfanye Mungu kuwa mtenda miujiza, kwamba ninao uwezo wa kujirusha na Mungu akatenda miujiza yake, akanitumia malaika wakanidaka na wala nisijikwae, nisidhuriki. Kwa hiyo shetani anataka Yesu aonyeshe nguvu yake, aonyeshe ukuu wake, aonyeshe maajabu yake, lakini vile vile wakati huo huo anataka pia Mungu aonyeshe miujiza yake. Ni kishawishi ambacho kinatukabili pia hata sisi binadamu, ambao mara nyingi huwa tunataka kuonyesha nguvu yetu, tunataka kuonyesha matendo yetu, tunataka kuonyesha ukubwa wetu, na wakati huo huwa tunataka kumgeuza Mungu kama mtenda miujiza. Ninaweza nikafanya kitu fulani kuwaonyesha watu kwa sababu tu Mungu atatenda muujiza fulani. Mungu sio mtenda miujiza ili tumwamini. Mungu anabaki kuwa Mungu tu hata bila miujiza. Na kishawishi cha tatu tunachokisikia, Yesu anashawishiwa amsujudu Ibilisi ili aupate ulimwengu wote na mali zake zote. Tunaambiwa shetani au Ibilisi anamchukua Yesu, anampandisha kwenye kinara, anampandisha katika mlima mrefu, anamuonyesha ulimwengu wote, anamwambia hivi vyote nitakupa ikiwa utanisujudu. Lakini ndugu zangu, hapa cha kujifunza kwamba shetani ni mragai, shetani ni muongo sana. Anamuonyesha Yesu ulimwengu na fahari zake, anamwambia hivi vyote nitakupa ikiwa utanisujudu. Lakini anampa kama nani? Wakati ulimwengu na fahari zake zote sio mali yake. Aliyeumba ulimwengu ni Mungu mwenyewe. Tunasoma katika kitabu cha Mwanzo ile sura ya kwanza. Mwenyezi Mungu anaumba ulimwengu. Leo hii shetani anajifanya kwamba eti yeye ndio anaumiliki ulimwengu na ya kwamba anaweza akampa Yesu ikiwa atamsujudu. Hapa tunakumbushwa kwamba shetani ana uwezo wa kutuahidi vitu ambavyo wala sio vyake na wala hana uwezo hata wa kutupatia kwa sababu sio mali zake. Sasa vishawishi vitatu ndugu zangu tunaweza kuvifupisha kwa kutumia herufi tatu. P, P, P. Triple P. Pleasure, power and possessions. Starehe za mwili, kuonyesha power yetu, kuonyesha nguvu zetu, lakini vile vile kupata kumiliki vitu, possessions. Sasa ndugu zangu, Yesu anapokabiliana na vishawishi hivi, akabiliani navyo tu kutoka hewani. Yesu anasaidiwa na vitu vikubwa viwili. Kwanza, ameongozwa na Roho Mtakatifu.
anaye Roho Mtakatifu, ana nguvu ya Roho Mtakatifu. Lakini Yesu vile vile anajibu vishawishi hivi vya shetani kwa kutumia neno la Mungu, ananukuu neno la Mungu, atoi hewani. Kwa hiyo chanzo cha Yesu kushinda vishawishi ni nguvu ya Roho Mtakatifu na kujikita kwake katika neno la Mungu. Kwa kishawishi cha kwanza anachoambiwa kwamba abadili mawe kuwa mikate, Yesu anatoa jibu akinukuu kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 8 aya ya 3. Mwanadamu aishi kwa mkate tu, bali uishi kwa kila litokalo katika kinywa cha Mungu. Yesu anatukumbusha kwamba tamaa za mwili, starehe za mwili, mambo ya kidunia ambayo yote tumeweza kuyatafsiri kwa neno moja, mkate, hayapaswi kuwa sababu ya kututoa kwa Mungu, hayapaswi kuwa sababu ya kutuangusha, kwa sababu tunapaswa kuhangaikia pia mambo ya kiroho. Tunapaswa kuishi pia kwa kila neno litokalo kwa Mungu. Tunapaswa kuhangaikia pia mambo ya kiroho, tunapaswa kuhangaikia mambo ya kiimani. Kwa kishawishi cha pili, Yesu ananukuu kutoka kitabu hicho cha Kumbukumbu la Torati sura ya 6 aya ya 16. Msimjaribu Bwana Mungu wenu. Usimjaribu Bwana Mungu wenu. Na kwa kishawishi cha tatu, Yesu anajibu akinukuu kitabu hicho cha Kumbukumbu la Torati sura ya 6 aya ya 13 hadi ya 15. Mtamcha Mwenyezi Mungu Mungu wenu, mtamtumikia yeye peke yake. Sasa ndugu zangu, vishawishi hivi vitatu anavyopata Yesu na majibu anayoyapata Yesu vinatukumbusha pia hata sisi juu ya vishawishi ambavyo vinatuandama daima. Kama nilivyokwisha kudokezwa, vishawishi ambavyo vinatuandama daima binadamu tunaweza kuviweka katika makundi matatu. Vishawishi vya starehe hasa za kimwili, vishawishi vya kuutuliza mwili, kuuridhisha mwili, kufaidisha mwili. Hilo ni kundi la kwanza la vishawishi. Lakini pia tunakumbana na vishawishi vya kutaka kuonyesha nguvu zetu, madaraka yetu, vyeo vyetu ili watu wengine watutambue. Na wakati huo pia tuna kishawishi cha kutaka Mwenyezi Mungu atutendee miujiza. Kwamba tunaweza tu kujitupa tu chini na Mwenyezi Mungu akatenda miujiza tukadakwa, kumjaribu Mwenyezi Mungu kwa miujiza. Na ndio maana unaona watu wengi wanakimbilia kwenye madhehebu mbalimbali kwa ajili ya kutafuta miujiza, kwenda kumjaribu Mungu kwa miujiza. Na kundi la tatu la vishawishi ni vishawishi vya kumiliki mali. Mwanadamu ana shauku ya kumiliki mali hata ambazo sio za muhimu, na tena anazitafuta mali kwa gharama kubwa, gharama hata ya kuacha kumsujudu Mungu na kuanza kusujudu miungu, kumsujudu shetani. Kwa hizi ni tamaa tatu ambazo zinatukabili sisi kama wanadamu. Lakini tunaona kabisa kwamba Yesu anatufundisha kwamba katika kukabiliana na vishawishi ni lazima kutumia neno la Mungu. Sasa tuangalie yale ambayo tunaweza kujifunza kutoka katika injili yetu ya leo. Kwanza ni kwamba Yesu amekuja kushinda nguvu za mauti. Yesu ameangamiza nguvu za adui shetani. Na ndio maana Yesu alikwenda nyikani, akafunga siku 40, akajaribiwa na shetani na akamshinda shetani katika mazingira ambayo Wayahudi waliamini shetani, mapepo yanaishi huko. Kwa hiyo ndugu zangu, hicho ni kiashiria kwamba katika maisha yetu tujifunze, Yesu ameshinda nguvu zote za muovu. Na yoyote ambaye anajiambatanisha na Yesu, yoyote ambaye anamtegemea Yesu, yoyote ambaye anajiachia mazima kwa Yesu, naye pia anapata ushindi dhidi ya nguvu zote za muovu shetani. Fundisho la pili ambalo tunalipata ni kwamba vishawishi sio dhambi. Dhambi inakuja tu pale ambako tunavikubali vishawishi na tunatenda kwa dili ya vishawishi vinavyotaka sisi tufanye. Pale ambako tunanyanyua mikono mbele ya vishawishi kwamba kwa kweli tumeshindwa na vishawishi vinatuchukua, tunakubaliana navyo. Hapo ndipo ambako dhambi inakuwepo. Lakini vinginevyo
vishawishi kama vishawishi sio dhambi. Vishawishi ni kwa ajili ya kupima imani yetu. Vishawishi ni kwa ajili ya kupima mahusiano yetu na Mungu. Vishawishi ni kwa ajili ya kupima ustahimilivu wetu na uvumilivu wetu, lakini vishawishi vipo pia kwa ajili ya kututakasa. Kwa hiyo vishawishi kama vishawishi sio dhambi. Vishawishi vinageuka kuwa dhambi pale ambapo tunavitii, pale ambapo tunafanya kile ambacho kishawishi kinataka tufanye. Kitu cha tatu ambacho tunajifunza kutoka katika injili yetu ya leo ni kwamba ili kushinda vishawishi kama ambavyo nimeshadokeza, tunapaswa kuwa na mbinu. Mbinu ambazo Yesu anatufundisha ni kuongozwa na Roho Mtakatifu, lakini vile vile kutumia neno la Mungu. Lazima tujiambatanishe na Roho Mtakatifu. Sisi peke yetu hatuwezi kukabiliana na vishawishi, kwa sababu ibilisi ni mwerevu zaidi. Kama tunavyosikia kwenye somo la kwanza, ibilisi ni mwerevu zaidi. Ibilisi ana akili kushinda sisi. Ibilisi ana nguvu kushinda sisi. Sasa mtu yeyote ambaye ni dhaifu, huwa ni lazima akubali kujiambatanisha na mtu mwenye nguvu ili aweze kushinda. Katika mapambano yetu ya kiroho, sisi ambao ni dhaifu, ni lazima tujiambatanishe na Roho Mtakatifu ambaye ana nguvu zaidi ya ibilisi ili tuweze kushinda. Tunapata nguvu ya Roho Mtakatifu katika sala. Tunapata nguvu ya Roho Mtakatifu katika sakramenti. Tunapata nguvu ya Roho Mtakatifu katika kufanya tafakari nasi, katika kujitafiti sisi wenyewe. Kwa hiyo ni lazima vile vile kuwa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Lakini ya pili, ni lazima kuelewa neno la Mungu kwa ufasaha. Kulisoma neno la Mungu kwa ufasaha, kulielewa neno la Mungu kwa ufasaha na kulitafsiri neno la Mungu kwa ufasaha. Kwa sababu vinginevyo hata ibilisi anaweza akatumia neno la Mungu kutupotosha. Ibilisi anaweza kutumia neno la Mungu kutupotosha. Angalia ibilisi anapomwambia Yesu ajirushe kutoka juu mpaka chini, naye ibilisi anatumia neno la Mungu. Ananukuu Zaburi ya 91 aya ya 11 hadi ya 12 kwamba wewe jirushe. Mwenyezi Mungu ameshasema katika neno lake kwamba atakuagizia malaika wake nao watakudaka. Kwa neno la Mungu linaweza likapotoshwa ili mtu kufikia malengo yake. Kwa ni lazima tujue vizuri namna ya kulitafsiri hili neno la Mungu. Na ndio maana kwenye somo letu la kwanza tunaporudi pia kulitafakari kwa makini, tunaona kwamba Adamu na Eva pale bustanini, katika bustani ya Eden, wanakabiliana pia na vishawishi. Nao wana vishawishi, isipokuwa wao wanashindwa. Vishawishi vinageuka kuwa dhambi, wanashindwa. Lakini huku jangwani Yesu anashinda. Na ni vishawishi mathalan vile vile ambavyo alikabiliana navyo Yesu, vishawishi vya tamaa za mwili. Angalia, waliliona kwamba lile tunda lafaa kuliwa, lilikuwa lapendeza hata machoni. Tamaa za kuridhisha mwili, tamaa za kutimiza haja za mwili, wale washibe. Lakini angalia, walikuwa na tamaa ya kupata nguvu ya maarifa. Manake tunaambiwa kwamba waliona lile tunda linafaa kwa maarifa, tamaa ya kupata nguvu ya maarifa, na wenyewe wakaanguka katika tamaa hiyo. Lakini unaona, wakataka kumiliki, wakawa na kishawishi cha kumiliki nguvu kama Mungu, kuwa kama Mungu, na hivyo wakajikuta, ndugu zangu, wanaanguka dhambini. Kwa hiyo angalieni, kuna uhusiano mkubwa sana kati ya somo letu la kwanza la simulizi la Adamu na Eva wanavyoanguka na dhambini na somo letu la Injili, kwamba katika somo la kwanza wanaanguka katika vishawishi, ibilisi anashinda. Katika somo la Injili ibilisi anashindwa na Yesu anashinda. Kwa hiyo Yesu ni kinyume kabisa cha Adamu na Eva, lakini vishawishi ni vile vile vishawishi vya tamaa za mwili, za kustarehesha mwili, vishawishi vya kuonyesha nguvu au kupata nguvu kama Mungu, vishawishi vya kumiliki mamlaka ya Mungu, kama ambavyo tumevisikia katika somo letu la Injili. Kwa hiyo mpenzi msikilizaji, ni lazima kujifunza kwamba vishawishi vipo, lakini tunapaswa kukabiliana navyo kwa busara, kwa sala, kwa kutegemea neno la Mungu. Vinginevyo, tusipokuwa na msingi mzuri katika neno la Mungu, tusipoongozwa na Roho Mtakatifu, tunaweza kuanguka katika vishawishi hivyo ambavyo daima
vimetuathiri kama binadamu. Mwenyezi Mungu awabariki sana, na Mwenyezi Mungu atuwezeshe sisi sote kuweka katika matendo yale yote ambayo yeye anayataka. Asanteni sana, na nawatakia Dominika njema, na nawatakia kipindi chema cha Kwaresma. Asanteni sana, na Mwenyezi Mungu awabariki.